Katika kijiji cha Kisingo watu waliishi kwa heshima kubwa kwa mila na desturi. Wazee wa kijiji walikuwa wakionya vizazi vyote kwamba hakuna mtu anayepaswa kuacha nguo zake nje usiku, hasa zile zilizofuliwa. Waliamini kuwa usiku ulikuwa muda wa viumbe wa giza, yaani majini, mizimu na wachawi ambao walitumia nguo zilizoachwa nje kwa uchawi na mazingaombwe. Lakini si kila mtu aliamini hadithi hizo. Mwanamke mmoja kijijini aliyeitwa Neema alikuwa na umri wa miaka 35, mama wa watoto wawili na mke wa mvuvi mmoja aliyeitwa Bakari. Neema alikuwa msichana wa mjini aliyehamia kijijini baada ya kuolewa na Bakari. Na kwa mtazamo wake, hadithi hizo zilikuwa ni imani potofu tu kwake. Siku moja jioni, Neema alikuwa amechoka sana, na baada ya shughuli za siku nzima alikuwa amefua nguo nyingi, na kwa kuwa jua lilikuwa limezama, alihisi hana muda wa kuzifua moja moja. Akaamua kuzianika nje akisema, nani ana muda wa kuamini hadithi za wazee? Hizi ni nguo tu. Bakari aliporudi kutoka ziwani, alimkuta Neema akianza maandalizi ya chakula cha usiku. Alipoangalia nje na kuona nguo zikiendelea kuning'inia, uso wake ulibadilika ghafla. Neema, mbona umeacha nguo nje? Si umewahi kuambiwa madhara yake? Aliuliza kwa hasira na ukali. Neema alicheka. Bakari, hayo ni mambo ya zamani. Hatuishi zama za uchawi tena. Bakari alitetemeka kwa hofu, lakini hakutaka kulazimisha jambo. Akaingia ndani na kumwambia Neema afunge milango vizuri kabla ya kulala. Usiku ulipofika, upepo wa ajabu ulianza kuvuma. Majani yalikuwa yakipeperuka kwa nguvu na sauti za miluzi zilianza kusikika kutoka porini. Mbwa wa kijiji walianza kubweka bila mpangilio, kana kwamba walihisi upepo wa kitu kisicho cha kawaida. Ndani ya nyumba, Neema alishtushwa na sauti ya kitu kikubwa kilichokuwa kinajigonga kwenye dari. Ilisikika sauti kana kwamba mnyama mkubwa alikuwa anatembea juu ya paa lao. Bakari aliyekuwa amelala kitandani alifumbua macho na kusema kwa sauti ya chini, "Umesikia? Umesikia?" Neema alitaka kusema hapana, lakini kabla hajajibu, sauti ya ajabu ilisikika nje ya nyumba yao. Ilikuwa sauti ya kucheka kwa mtu asiyeonekana, sauti nzito yenye hila. "Neema, Neema!" aliyaita jina lake mara 3. Neema alihisi mwili wake ukitetemeka kwa uoga. Alinyanyuka taratibu na kwenda kwenye dirisha. Alipofunua kitambaa cha pazia, moyo wake ulisimama kwa sekunde chache. Nguo alizosianika zilikuwa haziwezi kuonekana kwa kawaida. Badala ya kuning'inia kwa utulivu, zilikuwa zinapepea kwa namna isiyoeleweka, kana kwamba zilikuwa zikivaliwa na viumbe visivyoonekana. Mbaya zaidi, kulikuwa na kivuli cheusi chini ya mti mkubwa, kikiwa kimenyanyua kitu kinachofanana na kitambaa chake cha kichwa. Kilikuwa kikishika kitambaa hicho huku kikitafuna polepole, kana kwamba kilikuwa kinatafuna kama nyama mbichi. Neema alipiga kelele. Bakari aliruka kutoka kitandani na kuharakisha kwenda kumfuata. Lakini kabla hajafika pale aliposimama, kitu cha ajabu kilitokea. Nguo zile zilianza kuanguka moja badala ya nyingine, lakini si kama nguo za kawaida. Kila nguo iliyogusa ardhi ilibadilika na kuwa sehemu ya mwili wa binadamu, yaani mkono, mguu, jicho na hata vidole vilianza kutokeza kwenye nyasi. Ghafla kiumbe cha giza kilijitokeza kutoka gizani. Kilikuwa na macho mekundu yanayong'aa kama makaa, na ngozi zake ilikuwa nyeusi kama moshi nzito. Kilinyanyua mkono wake na kusema kwa sauti nzito, "Ulikosea. Ulidharau onyo. Sasa umelipa." Ndipo upepo mkali ulipoanza kuvuma na giza zito likafunika nyumba yao. Neema alipiga kelele, lakini sauti yake
ilikatika ghafla. Bakari alihisi kana kwamba mke wake alitoweka kutoka mikononi mwake. Alipotazama chini, aliona tu nguo ya Neema ikiwa imeanguka sakafuni, lakini mke wake hakuwepo tena. Watu wa kijiji walikusanyika asubuhi na mapema kuangalia kilichotokea. Nyumba ya Bakari ilikuwa wazi, lakini Neema hakuwepo. Kitu pekee kilichobaki ni nguo zilizojaa madoa ya damu na kitambaa cha kichwa chake kikiwa kimejaa vumbi jeusi. Mzee wa kijiji alikuja na kusema kwa huzuni. Alionywa, lakini hakusikiliza. Wanaoishi hawapaswi kupuuza usiku wa wafu. Tangu siku hiyo, hakuna mtu mwingine katika kijiji hicho cha Kisingo aliyewahi tena kuanika nguo nje. Na huu ndio mwisho wa stori hii. Je, una maoni gani kuhusu stori hii? Dondosha maoni yako hapo chini, lakini pia nikukumbusha usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama ya kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.